Na bwana mtazamaji wa Trend TV, Diamond Platnumz ameamua toboe siri katika hii interview ambayo ameifanya huko Marekani katika media au katika kipindi ambacho kinafahamika kwa jina la FYI. Hii FYI ni moja kati ya media au podcast ambazo zinafanya vizuri sana huko Marekani, na tunafahamu kwamba Diamond amekuwa akienda Marekani mara kwa mara. Kwa hiyo hii ni podcast ambayo alifanyiwa huko interview sasa hivi karibuni, ndipo wameamua kuiposti na kuiachia mitandaoni. Kama kawaida Diamond Platnumz bwana amezungumza vitu vingi sana, na humu bwana amezungumza Kiingereza mwanzo mwisho, yani amegonga yai kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini the main point ni kwamba Diamond ni kama vile ametoboa siri jinsi gani ambavyo yeye kazi zake zimekuwa successful katika mitandao ya kijamii, katika streaming platforms, lakini pia katika soko la kimataifa. Moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza katika hii podcast basically ni kwamba Diamond ametoboa siri kwa nini nyimbo zake zimekuwa zikienda kimataifa kiurahisi zaidi, ambapo Diamond mwenyewe ameelezea vizuri kabisa kwa taratibu kwamba imekuwaje na kwa nini huaga anatengeneza nyimbo ambazo zinaonekana kama vile zina challenges. Lengo ni kwamba yeye anavotazama anaona kabisa kwamba TikTok ndiyo platform ambayo sasa hivi inaweza ikafanya wasanii wa Afrika, hususan hawa wanaozungumza lugha tofauti na Kiingereza, kupata nafasi katika soko la kimataifa. Diamond ameelezea hilo akiwa anadai kwamba bwana TikTok yeye kwa jinsi anavyoitazama anaona kabisa kwamba ndiyo platform ambayo ina uwezo wa kufanya mziki wa Afrika, hususan kama yeye anatokea Tanzania. Kwa anadai kwamba bwana mziki wake ili uweze kwenda kimataifa anajitahidi sana kuweka vionjo vya tofauti kutokana na kwamba lugha ambayo anayoitumia katika mziki wake ni Kiswahili, na kama unavyoelewa kwamba Kiswahili bwana sio lugha ambayo inatumika worldwide au sio lugha ya kimataifa. Hivyo basi inamforce yeye kuhakikisha kwamba katika nyimbo zake au project ambazo anazoziachia anaweka maneno, vionjo, lakini pia kunakuwa na dance moves nyingi sana, ili mradi tu aweze kuhakikisha kwamba kila mtu hata kama hajui Kiswahili basi anapata vibe. So his music is all about vibes. Katika podcast hiyo ni kwamba Diamond Platnumz ameeleza hilo swala waziwazi kwamba mziki wake yeye ni amebezi zaidi katika vibe, kwa lengo la kuhakikisha kwamba mtu hata kama hajui lugha anayoizungumza, kwa sababu anatokea huko Afrika Tanzania, basi vibe na dance challenges specific, tena dance challenges zenyewe Diamond amesisitiza kwamba ni very simple dance challenges ndizo zinazofanya mziki wake unaenda kimataifa. Kwa hiyo hapa bwana, hili ni somo, tunaweza kusema kwamba ni somo la bure kabisa kwa wasanii wengine hapa Bongo ambao labda huenda walikuwa wanajiuliza kwamba Diamond anapataje hizi nafasi za nyimbo zake kama vile Komasava, Shoe na nyingine kibao kwenda kimataifa. Bwana Diamond ndo hivyo tena ameisha mwaga mchele mbele ya kuku wengi kwamba yeye anazingatia vionjo, vibe na dance challenges. Kwa sababu anajua kabisa kwamba akiandika mashairi makali kwa lugha ambayo anayoitumia nyimbo haiwezi kwenda kimataifa, kwa sababu watu hawajui lugha ambayo yeye anayoimba. Hapo anazungumzia lugha yake ya Kiswahili. So katika hii podcast ya FYI, ambapo kwa kirefu chake ni for your information, ndiyo podcast ambayo Diamond amefanya nayo interview, na hapa wameandika kwamba bwana, this week on the FYI show we are joined with Afrobeat powerhouse Diamond Platnumz, wakiwa wanamaanisha kwamba wiki hii bwana katika FYI show tumekutana na jumba la power, yani powerhouse, yani kama vile jumba la Afrobeat powerhouse, ambaye ni Diamond Platnumz, an artist and entrepreneur whose influence has reshaped the music and culture across Africa and beyond. Wakiwa wanamaanisha kwamba msanii huyu ni msanii ambaye
ni msanii lakini pia vile vile ni mfanyabiashara, na influence ambayo yuko nayo imesaidia kubadilisha kabisa utamaduni na mziki wa Afrika ndani na nje ya bara hilo. Wakaendelea hapa kumintroduce Diamond kwamba from dominating charts at home to collaborate with Jason Derulo, Rick Ross, Alicia Keys and more. Yani kwamba amekwenda kwenye chati kubwa, lakini pia vile vile ameshirikiana na wasanii wengine tofauti kama vile Jason Derulo, Rick Ross, Alicia Keys na wengine wengi. Diamond has built both a global sound and a thrilling business empire. Akiwa anamaanisha kwamba Diamond Platnumz bwana ametengeneza mziki wake uende kimataifa duniani kote, lakini pia vile vile ametengeneza ufalme wake mwenyewe wa kibiashara. Umeona spanning media, entertainment and beyond. Amefanya pia vile vile ametengeneza ufalme wake wa kibiashara kuanzia kwenye upande wa media, burudani na biashara nyingine nyingi. Wakaendelea hapa kusema kwamba music isn't just a career, it's a movement. That's why FYI exist. Wanakuambia kwamba mziki bwana sio tu labda ni kazi, bali pia vile vile ni kama movement, na ndio maana hata kipindi chetu cha FYI kina kuwepo. To honor authentically, elevate creativity and build bridges across cultures. Akiwa anamaanisha kwamba kwa ajili ya kutoa heshima, upekee na pia vile vile ubunifu, na pia kuvuka mipaka ya utamaduni. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana huko FYI. Ni kwamba wamemsifia sana Diamond Platnumz, biashara anazozifanya, lakini pia vile vile nafasi ambazo amejipatia kupitia mziki wake, na mengine mengi. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Diamond bwana ameeleza hapo siri ya yeye kufanikiwa zaidi katika upande wa mziki, maana tunaona kwamba katika wasanii siku hizi bwana hawaendekezi sana kutoa nyimbo za bongo flavor, basi Diamond ni mmoja wapo. Yani Diamond bwana amekuwa ni mtu ambaye mara kwa mara huwaga anaachia nyimbo ambazo zinaonekana kabisa wazi kwamba ni nyimbo za kuchezeka na sio nyimbo za kuimba sana. Yani ni mtu ambaye anaachia nyimbo za kuchezeka kwa lengo moja tu la kuhakikisha kwamba ngoma zinaenda kimataifa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na Diamond amepigilia hapo au ametilia mkazo malengo na sababu ya yeye kufanya hivyo ni nini. Nadhani kila mtu atakuwa ameelewa. Ukiwa kama mdau bwana, tuwekee maoni yako katika comment section, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.